Hivi saa hizi jioni au usiku? Usiku. Habari za usiku. Mheshimiwa Ruben Kwagirwa, Naibu Waziri, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, makatibu tawala wa mikoa waliopo wakiongozwa na Dr. Hatibu Kazungu, Katibu Tawala Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Jabili Shekimweli, Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, na wakuu wa wilaya wote mlioko hapa, Bwana Joseph Kusaga, Mkurugenzi Mtendaji wa Clouds Media, waheshimiwa wabunge, Bisheba Kusaga, Mkurugenzi wa Maendeleo wa Clouds Media Group, Bililian Masuka, Mwenyekiti wa Jukwaa la Malkia wa Nguvu, viongozi mbalimbali wa serikali na sekta binafsi mliopo, washirika wa maendeleo, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Labda nianze kwa kuwaomba kwanza mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwatakia heri katika siku hii ya leo ya Malkia wa Nguvu. Mmezipokea? La pili, nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli ya leo, shughuli ambayo ina msisimko wa aina yake. Pamoja na uzito na majukumu yenu, lakini pia kipekee na mimi nimepata outing. Au hapo vipi? Nawapongeza sana taasisi yenyewe ya Malkia wa Nguvu, lakini pia Clouds Media kwa kufanikisha Malkia wa Nguvu kutimiza miaka 10 tangu ilipoasisiwa. Kwa utamaduni wetu, vitu vyetu vingi vikianzishwa baada ya miaka 2 mitatu vinapotea, lakini tuna ushahidi wa wazi kabisa kwamba Malkia wa Nguvu kila mwaka unapopindukia kwenda mwaka mwingine inaimarika zaidi. Hongereni sana. Sisi kama serikali tunaendelea kuvutiwa sana na malengo makubwa ya taasisi hii, ambayo hasa la msingi ni kumuinua mwanamke. Kumuinua nani? Mwanamke, ambaye ukifanikiwa, kusema ukweli, kama wanawake wakifanikiwa kuinuliwa, ndio nchi imefanya nini? Nchi inakuwa imeinuliwa. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Mmefanya jitihada ya pekee kuainisha fursa kwa ajili ya wanawake. Mmefanya jitihada ya pekee kuwahamasisha wanawake kuzichangamkia fursa, lakini vile vile mmefanya jitihada ya pekee kuona kwamba wanawake wanaendelea kuwa wajasiriamali, wanaendelea kuwa wabunifu, lakini pia wanakuwa viongozi. Tunawapongeza sana kwa jambo hili, lakini pia tunawapongeza wanawake wenyewe kwa kulipokea jambo lenyewe. Nia ya serikali ni kuona kwamba ndani kati ya sasa mwaka 2026 mpaka 2050 nchi inapata maendeleo makubwa, na hii ni kutokana na mwelekeo wa dira ya mwaka 25 ila mwaka 2050 ambayo inaelekeza kujenga taifa lenye nguvu, taifa lenye kasi, taifa lenye uwezo kwa kujengea uwezo watu wake. Na nyinyi kipekee mmejielekeza katika kujenga ujuzi na stadi kwa ajili ya maisha ya wanawake. Kwa namna ya pekee mnacheza pamoja na mchezo wa dira ya taifa ya nchi yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mnashirikiana na serikali katika kufikia malengo ya dira yetu. Asanteni sana sana sana. Nia ya dira ni kuhakikisha kwamba ndani ya miaka hiyo niliyoitaja tunakuwa na taifa ambalo lina pamoja na maendeleo, lakini pia nafasi ya usawa kwa jamii yetu inazidi kuimarika. Katika waliozungumza hapa ambao wamepata tuzo mbalimbali na wasemaji waliotangulia, wako waliosema kwamba yako maeneo ambao watu bado hawajaweza kuwa na imani na wanawake, kwamba mwanamke akipiga hatua kubwa za maendeleo, bado kuna watu wanasema
lazima kuna mtu nyuma yake, lazima kuna mtu nyuma yake, kwamba haiwezekani mwanamke kufanya maendeleo mwenyewe. Na kwa kweli dhana ya kufikiri wanawake hawawezi kujiletea maendeleo, dhana ya kufikiri wanawake hawawezi kuchangia maendeleo ya taifa, dhana ya kufikiri wanawake ni dhaifu ni dhana ya mwaka 47, sio sasa. Wanawake wa leo wanashiriki kikamilifu katika kulijenga taifa letu, wanashiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Mmeona mifano ya wazi wa viongozi walioongelewa hapa. Nitoe tu mfano wa yule katibu mkuu wa Wizara ya Maji. Mimi binafsi nimemshuhudia katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali. Anaiweza kazi yake, anaimudu na anaipenda. Na sehemu nyingine wakinialika Wizara ya Maji sipendi sana awepo. Ana mwepesi yule, anaweza kudandia matanki nini. Sasa akianza kunirusha na mimi kwenye matanki itakuwa shida. Unaweza ukafika mahala ukaambia Mheshimiwa Makamu wa Rais, huyu katibu mkuu bora mbadilishane nafasi, anaonekana na mudu zaidi. Hapo vipi? Kwa hiyo kipekee na wapongeza wanawake ambao wamekuwa mfano wa pekee katika kuonyesha kwa vitendo kwamba wanawake wanaweza. Serikali kwa upande wake itaendelea kusimamia mambo ambayo yanaleta mabadiliko kwa wanawake, ikiwemo kuendeleza majukwaa ya uwekezaji ya wanawake ambayo tumeanza na tuna utaratibu wa serikali kwa mpango wa kutoka 2022 mpaka 2032. Nataka niwahakikishie kwamba tutaendelea kulisimamia jambo hilo. Lakini la pili, tutaendelea kusimamia mfuko wa maendeleo ya wanawake nchini ambao unahusika na ukopeshaji. Nataka niwahakikishie kwamba ni dhamira ya serikali kuona kwamba mfuko huu unakuwa na tija kwa wanawake wa Tanzania. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuhakikishia ushirikiano wa serikali na sekta binafsi. Tunajua kwamba wanawake wengi wanaotaka maendeleo, wanawake wengi wanaojituma wapo zaidi kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo serikali yenu itaendelea kufanya kila jitihada kuona kwamba uhusiano wake na sekta binafsi ambao unalenga katika kujenga maendeleo ya nchi yetu, kuinua ajira na kutengeneza fursa, itaendelea kuzingatia nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa nchi yetu. Tumeiona taarifa ya kazi ambazo mmefanya kama Malkia wa Nguvu. Mmekwenda, mmefika vijijini kabisa, mijini na vijijini kote mmewafikia Watanzania. Taarifa niliyopewa ni kwamba Malkia wa Nguvu kwa miaka hii 10 imeweza kuwafikia zaidi ya wanawake 200,000. Hongereni sana. Lakini vile vile mmeweza kufanikisha wanawake kujijengea uwezo katika sekta kurasimisha. Mmeweza kufanikisha kurasimisha wanawake ambao sasa wana shughuli ambazo ziko rasmi ambao wanaweza kutambulishwa na Malkia wa Nguvu, wamefika kiwango cha 100,000. Hii ni hatua kubwa kupita kiasi. Lakini vile vile pamoja na hao 100,000 wengine waliobaki mmeweza kuwajengea uwezo ama kwa mafunzo ama kozi mbalimbali ambazo zimewafanya wabadilike, wawe tofauti na walivyokuwa jana yake. Sasa kwenye jambo lingine muhimu ambalo serikali inafanya sasa hivi ni mkazo mkubwa katika kuboresha mazingira. Na nimeona nitumie nafasi hii kama eneo la sekta ya nishati safi ya kupikia. Ni jambo la wazi kabisa kwamba kwenye eneo la nishati safi ya kupikia, ambalo eneo hili lina madhara makubwa sana kwa jamii yetu kama halijafanyiwa kazi sawasawa, kama wanawake wasipolifanyia kampeni na kulielewa sawasawa, haliwezi kufanikiwa. Unapoongelea mapishi, unapoongelea watu wanaofanya watu tule vizuri, wanaokaa jikoni muda mrefu, 99% ni wanawake. Uongo kweli? Kwa wanawake wakielewa jambo hili, ni wazi kwamba tutakwenda kwa mafanikio. Kwa hiyo niwaombe wenzetu wa Malkia wa Nguvu, mtusaidie huko mnakozunguka katika nchi nzima,
kampeni ya nishati safi ya kupikia. Mtusaidie mfikie kila mtu katika nchi yetu, tunawaomba sana. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaombeni sana. Sisi wakati tunakuwa tuko watoto wadogo, mtoto wa Mtanzania yoyote alikuwa mtoto wa watu wote, alikuwa mtoto wa watu wote. Ikiwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, ukitoroka shuleni unarudi nyumbani, raia yoyote ambaye ni mzazi anaweza akakukamata njiani akakuuliza unatoka shule gani, akakushika mkono mpaka akakurudisha mpaka wapi? Mpaka shuleni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu kila mzazi alikuwa anahisi ana wajibu wa kipekee kwa mtoto mwingine, na kila mzazi alijisikia mzazi wa watoto wote. Na ndio maana niliwahi kusema, nipo kwenye mkutano mmoja wa Arusha, sisi wakati tunakuwa, mama yetu ukisema mwanamke fulani anakurudisha, umesemaje? Na tulikuwa tunajua hataki tuseme mwanamke, anataka tuseme mama fulani. Kwa ukisema mwanamke fulani anakurudisha, umesemaje? Nimesema mama fulani. Kwa nidhamu ilikuwa inajengwa kwa nguvu sana. Sasa hivi maadili ya watoto wetu yameharibika, na wanaofanya kazi kubwa kuliko wote katika malezi ya watoto wa Kitanzania ni wanawake. Nyinyi wote mlioko hapa mtakubaliana nami kwamba kama mama zetu wasingefanya kazi ya ziada, leo tusingekuwa na heshima tulizonao ndani ya ukumbi huu. Sasa hivi katika dunia, nchi nyingi tu zinachukua hatua. Sisi hatujaanza kuchukua hatua. Nchi za Ulaya zaidi ya 5 sasa zimeanza kuchukua hatua, hata ya kusema umri gani unaweza kuangalia mitandao ya kijamii. Kuna nchi zingine zimesema kuanzia miaka 15, nyingine zimesema kuanzia 16. Yaani wanajaribu kudhibiti watoto wasiingie kwenye mitandao na kuona kila kinachowekwa kwenye mitandao, kwa sababu wanajua kwamba matokeo yake ni uharibifu kwa mataifa yao. Sasa kama wenzetu wa Ulaya wanaona kwamba mitandao ya kijamii kwa watoto wao wanaweka udhibiti kwa sababu itaharibu watoto wao, sisi watoto wetu watatoka salama? Hawawezi kutoka salama. Ndio maana na sisi lazima tuanze kuona namna tunavyoboresha malezi ya watoto wetu. Wanawake wa Tanzania wakifika mahala wakasema malezi ya watoto wa Kitanzania haya wahusu, taifa letu ndani ya miaka 10 litakuwa sio taifa tena, itakuwa ni upuuzi mtupu katika nchi yetu. Mtakuwa nyinyi mashahidi. Siku hizi watoto kuanzia miaka 9, 10 wote wanashinda kwenye mitandao ya kijamii. Na kwenye mitandao ya kijamii watu wanaweka vitu bila kupima kwamba kuna watoto wengi wanaangalia. Na wako watu wazima ambao muda wote wanauliza kuhusu connection. Bila kujali malezi ya watoto wetu yanaathiriwa kwa namna gani. Ukipita kwenye mitandao, maana kuna mambo mtayaona sasa hivi mepesi hivi. Nimemwangalia pale yule dada wa Irene Design, ameongelea baba yake alivyogombezwa na kukemewa vikali mbele yake. Miaka mingi imepita, zaidi ya 10, lakini mpaka leo akikumbuka analia upya. Kila akikumbuka analia upya. Sasa je, wanawake wanaodhalilishwa kwenye mitandao leo wanamwakilisha nani? Mwanamke leo akidhalilishwa kwenye mtandao, sio wamedhalilishwa wanawake wote?
kinachoumiza kuliko vyote ni ukikuta mwanamke amedhalilishwa alafu mwanamke mwingine anashabikia. Sisi wengine tukitazama tunasema anadhalilisha dada zetu, mama zetu, watoto wetu wa kike. Lazima kila mtu aone jambo lile linadhalilisha wanawake na linadhalilisha wanaume. Hebu tuanze kukemea mambo yanayodhalilisha wanawake wa taifa letu. Tuanze kusimamia heshima ya mwanamke wa Kitanzania. Tukiweza kusimamia heshima ya mwanamke wa Tanzania, ndipo tutakapoweza kusema kweli tunaweza kumletea maendeleo Mtanzania. Tuwapime wanawake kwa uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao yanayoleta maendeleo kwa nchi yetu. Tusiwapime dada zetu, watoto wetu, mama zetu kwa mambo yasiyo na tija kwa nchi yetu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwasihi sana kwamba wote tutoke hapa tukiwa tumezamiria. Kila mwanamke wa Tanzania ajisikie ana wajibu wa kulinda heshima ya mwanamke mwenzake, lakini vile vile kila mwanaume wa Tanzania ajisikie ana wajibu wa kulinda heshima ya dada yake, ya mama yake, ya bibi yake, au ya mke wake, au ya rafiki yake. Wote tufike mahali tuseme heshima ya mwanamke ni heshima yangu, heshima ya mwanamke ni heshima ya taifa. Halafu hata tukiwa na maendeleo makubwa namna gani, lakini huku na heshima ya mwanamke ikiwa imepuuzwa, ni taifa linakuwa la hovyo tu. Tunakuwa hatuna taifa hapo. Mimi mtanisamee, mimi habari za wanawake zinanipaga shida sana miaka yote. Mimi ni feminist. Ndio maana watoto wangu wa kiume wanapokuwa wadogo naanza kuwajenga tangu wanakuwa. Watoto wangu wanajua kwamba nikipata habari umepiga mke wako, nitajua kwamba wewe unatakiwa upelekwe Mirembe ukapimwe akili. Kwa sababu kisha muoa mtu mzima unakaa mnazungumza, mambo ya kupigana hayapo tena. Heshima ya mwanamke lazima ipate nafasi yake ya kutambuliwa katika jamii yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kuyasema hayo, bado mna muda, mmeniambia mpaka saa 6 naweza kusema, sio? Asante sana. Nimemsikia mmoja pale anasema sema mpaka saa 8. Sasa nirudie kuwashukuruni sana kwa heshima ambayo mmenipa ya kuwa mgeni rasmi katika tukio la leo. Naomba nirudie kuhakikishia kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais mwanamke Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kufanya kile linalowezekana kuona kwamba nafasi ya mwanamke katika jamii yetu kiuchumi na kijamii inaendelea kukuzwa zaidi. Na sasa natamka rasmi kwamba safari ya miaka 10 ya Malkia wa Nguvu Dodoma imezinduliwa rasmi. Asanteni sana. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Nawatakia kila la heri. Nitawaona tena wakati mwingine. Mialiko mingine huwa na sita ya wanawake ni haraka sana nakubali. Asante sana. Okay, makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Na umahiri tunatupilia mbali. Makofi mengi sana. Haya, ningeikaribisha meza kuu Na umahiri kwa ajili ya kupata picha, lakini pia vile vile namuomba DC wa Dodoma pamoja na Sheba Kusaga. Boss Sheba, karibuni kwa ajili ya kupata picha ya pamoja.
Asante sana DJ Feru. Sasa nawaomba washindi wa Malkia wa Nguvu ambao wamepata tuzo yao leo hii waje kupata picha pamoja na mheshimiwa. Karibuni Malkia wa Nguvu wote. Nguvu kwenye kazi tena za viwango, familia na sisi kwa malezi bora, mapenzi ya dhati moyoni yasiyo na kikomo, tuendelea kazi kwa ujasiri na inatupa. Malkia wa Nguvu karibuni ambao mmepata tuzo leo, mpate picha pamoja na mheshimiwa makamu wa rais. Asante. Wakati mnateremka, naomba kamati ya Malkia wa Nguvu mjiandae. Kamati ya Malkia wa Nguvu, naomba mjiandae wakati wanashuka Malkia wa Nguvu. DJ Feru, endelea. Asante sana kamati ya Malkia wa Nguvu. Asanteni sana. Tunaendelea. Naomba wadhamini wakubwa kabisa ambao wameifanikisha Malkia wa Nguvu waje kupata picha ya pamoja na mheshimiwa. DJ Feru, naomba walete wadhamini wote wa Malkia wa Nguvu, karibuni. Mapenzi ya dhati moyoni yasiyo na kikomo, tuendelea kazi kwa ujasiri na inatupa thamani. Wakubwa kabisa wa Malkia wa Nguvu. DJ Feru atoe wadhamini. Hofu sio mpango, nguvu kwenye kazi tena za viwango, familia na sisi kwa malezi bora, mapenzi ya dhati moyoni yasiyo na kikomo, tuendelea kazi kwa ujasiri na inatupa thamani nayo stahili. Wetu chapa kazi, tunatupilia mbali, tuende mbele.
pamoja na wafanyakazi wote wa Clouds Media Group. Picha pamoja na mgeni rasmi. Wafanyakazi wote wa Clouds Media Group, karibuni. Tujitume zaidi.